Jana mimi nimewaita hapa na kazi nataka niwape. Kuna kijana nimempa mzigo wangu, ule mzigo amenifanyia mambo ya kiuni, amenipotezea mzigo. Kwa hiyo mimi nilichokuja kukifanya, nimeona tu bora niwatafute nyinyi munifanyie ile kazi. Yule bwana nataka atoke duniani. Ndio maana sikutumia option yote ya kwanza kumpigia tena simu na kumtafuta, kwa sababu najua nikishamtafuta itakuja kuonekana kwamba baadaye baada ya kufanikia ile tukio itaonekana mimi ndio nilokuja kulifanya ile tukio. Sawa? Sawa. Nipo tayari kugharamia gharama yoyote ili mradi yule bwana au ametoweka duniani. Sawa? Sawa. Ngoja niwaonyeshe picha yake ili mfanye naye kazi kwa uhakika zaidi. Sawa kabisa. Picha ya kijana ni hii hapa. Huyu hapa. Sawa sawa. Fanyeni kazi, kiasi chochote mtachohitaji mimi nitatoa, ili mradi jambo langu liende kama nilivyolipanga. Sawa? Huyu hapa. Huyu hapa. Naomba huyu kijana atoweke duniani. Sawa kiongozi. Sawa? Sawa kiongozi. Najua mtu niangusha. Sawa kiongozi. Kwa gharama yoyote nipo tayari kutoa pesa. Sawa kiongozi. Haina shida. Msia vipi? Vipi gani? Twende. Niachie. Niki. Tutakuumiza sisi. Niachie basi. Ananipiga. Ananipiga. Ukileta usumbufu tutakuumiza. Yaani ukileta usumbufu tutakuumiza. Ndio mwanangu, nimekuita. Kuna kazi. Hii kazi na maslahi makubwa sana. Ndio maana uelewa uwezo wako. Ilibidi nifanye na mtu mwingine ila amezingua. Maana nimekuchagua mwanangu. Na hii kazi na maslahi makubwa sana. Na target yake ni huyu mtu kumuondoa. Chaki. Huyu au sio? Yeah. Kabisa. Kwa hiyo hapo wenyewe nakuaje sasa huyu mtu cha kumuondoa? Mzigo si upo freshi. Kazi ile basi kubwa. Wewe mwenyewe unajua uwezo wangu. Naelewa. Mambo yasiwe mengi. Kutokana na huyu mtu mwenyewe umekuja umenipa kazi. Huyu mtu mwenyewe kazi yake sikumtupa. Yeah. Mambo yasiwe mengi. Dakika mwisho sio namtupa, afu dakika mwisho ile mambo nakuja kuzinguana. Mimi sipendi bwana. Mimi napenda mambo yanyooke. Nikishamaliza kazi nipate mazingira yangu nifanye vitu vyangu vingine. Mambo yasiwe mengi, dakika mwisho tunazinguana huku na huku tunazungushana. Mimi sitaki mambo hayo. Wewe mwenyewe unajua uwezo wangu. Nini? Sope amekamatwa na mpaka dakika hii hatujui waliomkamata ni askari au ni raia wa kawaida. Taarifa tumeshazipata.
ya kuwa leo Sopi atakamatwa, na hivi tunavyoongea sasa hivi hapa bosi ameshaondoka. Kwa hiyo basi kuanzia leo hii mimi ndo nitakaye kuwa kiongozi wenu. Jambo lolote, swala lolote linapaswa lifikie kwangu mimi. Tumeelewana? Ndio mkuu. Umenielewa? Ndio mkuu. Naweza mkaenda. Wenye hodi. Za hapa. We, za hapa. Una usalama huko unakotoka? Wewe acha tu ndugu yangu. Kwanza kaka yuko wapi? Kaka amesafiri toka juzi. Yaani kaka naye jamani sana unaondokaje afu mimi hajaniambia. Basi nikajua labda akakupigia simu. Kuliko ni yangu. Mbona hai hivi? Kama kuna mtu anakukimbiza. Yaani nimechanganyikiwa hapa wewe. Wewe acha tu. Kila siku ni majanga. Nimepigiwa simu na afande. Anasema yeye ni polisi. Amenipa taarifa kwamba Sopi amekamatwa. Lakini atakuwa katika mikono salama kama. Yaani naomba Mungu tu. Mimi najua tu taarifa mtu kakamatwa, nikasema kwanza nipite hapo kwa kaka nimjulishe, alafu mimi niendelee mbele. Ila kama kakamatwa, naona ni vizuri tutakuwa kwa mikono salama. Na mimi ndo ninachoomba, maana hata sielewi nianzie wapi nishie wapi. Lakini afya yangu samani. Upande wa baba yake, huna ndugu ambao unajuana naye? Yaani wifi yangu mtu nilokuwa namjua mimi ni baba yake peke yake. Ukiachana na mdogo wangu, anayefuata ni baba yake. Lakini tangu kifo cha mdogo wangu, baba yake nimepotezana naye, nilipomchukua mtoto ndo mazima. Simjui mtu yoyote upande wa mwanaume ndugu yake na Sopi, simjui. Wifi yangu na mtihani mzito. Kuchanganyikiwa, kuvurugwa ndugu yangu. Hapa sijui nianzie wapi. Hapa cha msingi ni kwenda kule kusikiliza. Ngoja niende, mimi siwezi nikakaa hapa mwenzio. Basi sasa, sikia wifi yangu samani. Huko unakoenda, kitakachojiri, naomba na mpango nayo. Tuwasiliane. Ndugu yangu usijali, yani kitakachoendelea nitakujulisha mimi hapa tena. Haya wifi yangu. Gato. Yes. Nimekuita hapa. Nataka umfuatilie Sopi. Amekamatwa kwa kesi gani? Tena uwe makini. Pia nataka kujua ni askari gani aliyeshikilia hiyo kesi. Kisha uniletee taarifa hapa. Mimi kuondoe hofu bosi, kwamba nitafuatilia kadri ninavyoweza. Nitafuatilia kwa uhodari wangu wote ili nije kukuletea ripoti ambayo imenyooka kuwa amekamatwa na askari gani na amekamatwa kwa kosa gani. Kwa hiyo naomba uniendelee kuniamini bosi wangu. Uwe makini sana. Usijimwage huko mtaani. Sawa mkuu. Kafuatilie. Halo. Salama. Nakupa taarifa kwa binti yako leo anaachiwa baada ya upelelezi na kukamata mhusika. Binti yako leo atakuwa huru, muda sio mrefu hapa ataachiwa kwa unaweza kumpata. Haya.
Muda huu kaachiwa? Baba, yaani afande nashukuru sana. Janeti. Wa Janeti. Be mama. Hebu njoo kichwa changamka basi. Ukiitwa njoo changamka. Mwanangu. Yaani nina furaha leo mpaka imepita kiasi. Mama, furaha nini tena? Furaha nini? Ndugu yako sikaachiwa leo. Asante Mungu. Yaani nina furaha mpaka imepitiliza. Sasa tuache yote na kuomba ongozana mguu wako na mguu wa Rama. Mwende ukamfuate mwenzio. Mimi sasa hivi nina dharura na nina safari ya muhimu. Yaani kirudi tu awe kashafika. Sawa mama. Sasa hivi naomba utoke. Ngoja nikabadilishe nguo. Haya mwanangu. Jamani, yaani nafuraha mpaka mpitiliza. Na mimi nilijua tu hii kesi ina mwisho. Hey.